Changamoto kama hizo zipo, na hususan kwamba sisi tunafanya kazi na jamii, kwa hiyo ni vitu ambavyo tunakumbana navyo. Na katika changamoto hii, wengi ambao wamekuwa wakipewa au wakitupiwa lawama ni wanawake ambao wako kwenye ndoa tofauti na wanaume. Inatokana labda na imani au ni jamii ambavyo imekuwa hivyo, lakini changamoto ya watu kukosa watoto kwenye ndoa imekuwa ni lawama sana sana kwa wanawake, na ni vitu ambavyo tumekuwa tukikumbana navyo. Kikubwa huwa tunatoa ushauri, kwanza ni wa kiafya, kwamba waweze kwenda kwenye upimaji, lakini pia kuhudhuria za hospitali ili kuweza kupata msaada zaidi na kuweza kujua tatizo liko wapi. Lakini ukirudi kisheria, tunasema kwamba kwa upande wa familia au ndoa, yani watu ambao wako kwenye ndoa, kupata watoto tunasema ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kisheria haina athari, kwamba yani sio kitu ambacho kinajengwa moja kwa moja kwa sheria, kwa sababu sheria yenyewe inaangalia ndoa, na ndoa ni ile muungano wa mke na mume. Aidha wamejaliwa kupata watoto au hawajajaliwa kupata watoto, lakini kama ule muungano wa mume na mke ulikuwa ni halali, basi ile ni ndoa halali. Haibatilishwi eti kwamba mtu amekosa mtoto au amepata mtoto, hapana. Hapo ikitokea kwenye masuala mazima ya mwenza mmoja kufariki kwenye ndoa, tunakuja kwenye swala zima la mirathi. Na mirathi kwa sheria zetu za Tanzania ziko za aina tatu. Kuna mirathi ya kimila, lakini pia kuna mirathi ya sheria za kiserikali ambayo tunatoa kwenye Indian Succession Act, lakini pia kuna masuala mazima ya sheria za kidini, ambapo tunaangalia ile sheria ya Kiislamu inasemaje. Kwa hiyo kwa mfano kwenye sheria ya kimila, ambazo ndio changamoto kubwa ambayo bado tuko nayo sasa hivi kwa nchi yetu, ni wengi, ukiangalia makabila na tamaduni nyingi, haki ya mwanamke kurithi aidha akiwa na mtoto au akiwa hana watoto ni changamoto, kwa sababu wengi wana imani kama watoto wameachwa, basi yule mwanamke atakuwa chini ya uangalizi wa watoto na yeye hana haki ya kurithi, kwa sababu wanasema, kwa mfano tukichukulia tu mfano wa Uchagani, wanasema kwamba kuna zile ni ardhi za ukoo, ni mali za ukoo. Kwa hiyo mwanamke amekuja, kwa hiyo anaweza akaondoka au akabaki pale akaendelea kutunzwa na familia au watoto ambao wanaamini ndo damu ya lile boma au ya ule ukoo. Lakini kwa mwanamke kwenye kurithi kwenye sheria ya kimila ni changamoto. Ukija kwenye sheria ya Kiislamu, kuna akiwa na mtoto anapata 1/4, akiwa hana watoto anapata 1/2. Kwa hiyo bado sheria inamlinda yule mwanamke aidha ana watoto au hana, katika kufanyaje, katika kurithi. Na hata sheria hizi za kiserikali, akiwa na watoto 1/3. Kwa hiyo unakuta hivyo kwamba wanalindwa kwenye kurithi, aidha awe na mtoto au hana mtoto.